One Day STV online. Bwana mambo vipi watazamaji wa NDS TV online, kwa majina yetu DJ Prince kwenye Skills Interview. Leo niko na Blaza. Na kama ni first time kutembelea kwenye channel hii, fanya subscribe na comment la kwanza kupata taarifa zetu. Blaza, kama kawaida. Kwema. Mgeni anasemaje? Tunashukuru kabisa, tuko wazima. Wazima nyumbani? Tuko wazima kabisa. Labda Blaza, leo tungetaka tufahamu jina lako, unaitwa nani? Mimi naitwa Lamek Byamungu, mwanaume wa watoto wengi kwa mke mmoja. Mwanaume wa watoto wengi kwa mke mmoja. Ndio, ni kweli. Kwa nini uitwe mwanaume wa watoto wengi kwa mke mmoja? Nina sababu zangu. Ila sio za kutangaza hadharani, ila mimi ni mwanaume wa watoto wengi kwa mke mmoja. Tungetamani tujue hata kidogo. Tungetamani tujue hata kidogo sababu ya kuitwa hilo jina. Hiyo ni fumbo. Mpaka wewe mfumbo wa fumbo ndo unaweza kaelewa hiyo. Fungumu sana. Alafu watazamaji wa One STV watafumbua tu fumbo hiyo. Yaani ndio fumbo inawahusu. Hiyo ni ya kwao. Kama ni kwenye comment, watupatie jibu. Sasa Blaza, naona boda yako ina cover kali. Kwa nini una cover tofauti na za watu wengine? Na mimi niko tofauti. Niko tofauti. Naheshimu pikipiki hii kwa sababu pikipiki hii ni maisha yangu. Nilianza mambo ya mapikipiki mwaka 2002. Nafikiri kwa sasa nina miaka ya kazi haiko sio chini ya miaka 15 ama 16 ya kazi. Ndio kwa maana naheshimu hiki chombo. Ndio kwa maana unaona nimekipa cover kama hii ya kiheshimu kwa sababu hiki kinalisha familia yangu. Yaani nakiheshimu sana kwa sababu ni kazi ambayo imenikomaza. Hicho chombo ni cha kwako vipi? Cha kwangu. Cha kwako kabisa. Ndio. Umechukua ngapi? Umekichukua kwa bei gani? Hii nimenunua milioni 2,600,000 kipindi hicho. Ilikuwa mwaka 2023 24 samahani. Mwaka 2024 mwezi wa 5 tarehe 20. Ndio. Ndio umechukua chumba. Ndio nimechukua hii. Kwa sasa ina miezi 10 na siku kidogo. Miezi mingi sana. Ndio. Na sisi tumeshazoea kuwa mwenye boda kishanunua boda anampa kijana amtembezewa anamletea ripoti jioni. Kwa nini hujafanya hivyo? Kwa sababu mimi sina kazi nyingine ya kufanya. Ndio maana umefanya. Ningekuwa na mbili ningempa mwingine. Ningekuwa na kazi nyingine ya kufanya ningempa mwingine. Lakini sasa mimi sina kazi nyingine ya kufanya. Lazima nipambane na hii. Ila boda ina hela sana. Inategemeana, kazi yote na hela. Hakuna kazi isiyokuwa na hela. Labda tukitegemea kwa siku unaingizaga shilingi ngapi? Kwa siku sio kila siku napata na sio kila siku nakosa. Hiyo ni kawaida. Ila nikifanya hesabu unaweza kufikiria kati ya shilingi 10,000 na 15,000. Kwa sababu kuna siku ya 30,000, kuna siku ya 50,000, kuna siku ya laki, kuna siku ya 3,000, kuna siku ya 8,000, kuna siku ya 2,000 na kuna siku ya kukosa, ila sio hiyo ndo tunaita kukosa. Ila mnakosa kabisa hata shilingi 100. Inawezekana na siku, ila kwa kukosa hata shilingi 100 haiwezekani. Haiwezekani. Labda tungetaka tufahamu siku ambayo ulipataga 50,000 ulijisikiaje labda wewe mwenyewe? Mimi hata laki napata hata 200,000 kwa siku. Inawezekana kutegemeana na deal. Inategemeana na deal ambayo ulijifanya. Inawezekana. Kwa sababu mimi nimekuambia hivi, nimeanza kazi ya bodaboda mwaka 2002. Miaka mingi sana. Miaka ni mingi sana. Sasa inawezekana hata $500 unaweza kupata kutegemeana na dili. Kabisa. Ila sasa ni kwa miaka ya huko nyuma, sio kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi ukipata sala ni 30,000, 40,000 kwa sasa. Lakini kwa miaka iliyopita huko kwenye nchi zingine huko tulipokuwa tunafanya kazi ya bodaboda hata $500. Unapiga inshu kabisa, unapiga hela ndefu, lakini hapo umetembea siku 3-4 njiani haujasimama. Na labda ningetaka tufahamu ulianza kufanya kazi yako boda kwenye nchi gani? Kongo nilifanya kazi ya bodaboda, Zambia nilifanya kazi ya bodaboda na hapa Tanzania. Tukataka tujue changamoto ushawahi kupitia kwenye kazi yako, changamoto gani labda? Hizo changamoto sasa sio za kwenye hii nchi. Wewe ungeniuliza changamoto za kwenye hii nchi, lakini kwenye hizo nchi zetu huko Kongo, huko Zambia. Changamoto ni nyingi. Tutaje hata moja tatu hivi watazamaji wasikie. Mimi nakumbuka kuna kipindi kimoja
niliwahi kushikwa na waasi. Yeah. Sitawataja jina. Kwa nini sasa? Hapana, ni kutafuta ugomvi. Na mimi sitaki mambo ya siasa iingie kwenye mambo yangu. Yeah. Sitaki kuingia mambo ya siasa. Ila kuna kipindi kabisa niliwahi kushikwa na waasi. Yeah. Wao waasi wakatuteka, tulikuwa wengi sana, tulikuwa kama watu 100. Watu 100. Walikuwa wameteka mpaka na magari. Ndiyo. Sasa wametuvua nguo sisi wote. Mkabakia wazi. Yaani wanavua watu wote nguo, wanawakia wazi. Yeah. Alafu nguo wanazisopa. Yeah. Wanatoa hela, wanatoa simu kama una oro ama madini au dhahabu. Yeah. Wanapeleka, yani wanawavua nguo kwa niaba ya kuzisopa zote. Yeah. Yani nyinyi wote mko kule, yani mnakaa pembeni porini. Yeah. Mko uchi. Hatari sana. Hiyo ndio changamoto kubwa niliwahi kuipitia. Na ulipopitia hiyo changamoto ulijisikiaje wewe kama wewe? Kwanza ukitoka kwenye hii changamoto nashukuru Mungu kwa sababu muda wote wale wanaweza wakaua. Ndio hivyo kabisa, wanaweza wakaua wanaotani. Yeah. Hiyo ndio changamoto kubwa niliwahi kuipitia. Yeah. Lakini matukio ni mengi kwenye ni mengi. Unaweza kubeba mtu kumbe anataka kuue, akaende na chombo hiki. Hilo ushawahi kupitia changamoto pia? Mimi sijawahi kuipitia, lakini nina ushahidi wa bodaboda ambao waliwahi kuipitia. Bodaboda wengine. Ambao ninawafahamu, aseme fulani na fulani na fulani waliwahi kufa kwa kupitia hiyo njia. I see. Na labda utawaambiaje maboda wenzako? Mimi ushauri wangu ni ule ninaotoa kila siku. Yeah. Kazi ya boda haiombi spidi. Spidi inaua. Hiyo ni kwanza. Cha pili, waheshimu hii kazi kwa sababu inalisha watu. Yeah. Hii mazingira yetu wa bodaboda wengi ni wa vijana sana. Kama miaka yangu ya kule kipindi kile nilingana na miaka 15 kwa sababu ndo nilianza kazi ya bodaboda. Yeah. Dunia isiwapelekeshe. Waheshimu hii kazi kwa sababu hii kazi inalipa kidogo. Ukifananisha na kazi zingine, hii kazi inalipa kidogo, inabidi waiheshimu. Yeah. Na kizuri ni kwamba hii TV yenu ni kama inaangaliwa na watu wengi wa ulimwengu. Mimi message yangu haiishii hapa. Yeah. Hata ukiwa wewe ni bodaboda ama unatumia pikipiki kwa kupata kidogo, huko Dar es Salaam, huko Kinshasa, huko Bujumbura, huko Lusaka, huko Lilongwe, huko Kigali, huko Kampala, huko Nairobi, kama wewe ni bodaboda, heshimu hii kazi ya bodaboda kwa sababu ni kazi ambayo ukizingatia vizuri inaweza kukuoea, inaweza kukusaidia kujenga, inaweza kukusaidia kulisha familia. Uheshimu tu kama watu wengine wanavyoheshimu kazi zao. Labda tunatufahamu kwenye kazi yako, labda ushawahi kufanya kitu gani cha maana? Vitu viwili. Yeah. Kitu cha kwanza mimi nilijioea. Unajua kupitia kazi ya boda? Ndio. Ina hela sana. Sio kwamba ina hela sana, kazi zote zina hela. Inategemeana na matumizi yako. Okay. Kuna watu wanapata malaki kwa wiki, kwa siku, kwa mwezi. Yeah. Ila hawajafanya chochote. Yeah. Lakini yule ambaye anapata yake kidogo kulingana na matumizi yake na nacho kilenga anafanya mambo makubwa. Yeah. Labda tungejua show kufanya kitu kingine gani? Maana mmoja kimoja. Nishaka jenga nyumba. Una nyumba? Ndio. Nchi gani? Na nyumba Kongo. Yeah. Ndio. Nyumba kubwa kabisa. Hapana, sio kubwa, ni nyumba ya kawaida. Nyumba ya kawaida ya bodaboda. Labda ya mita ngapi? Ni ile nyumba ya mtu analalia mwenye udongo asije asubuhi nahitaji kodi. Ni nyumba ya kumsaidia mtu asilipe kodi. Asilipe kodi. Basi inakaa. Na labda tufahamu kuhusiana na gharama ya nyumba na labda umemwoa mke wako kwa kipindi hicho nafikiri hata ukiwa na dola 1000 unajenga kipindi hicho kwa sababu ilikuwa 2013. Ndio ulijenga? Ndio. Hata ukiwa na dola 1000 unajenga kipindi hicho. Zamani sana. Kwa sababu inategemeana na eneo utakayojenga. Na leo tunataka tujue kupandwa mke wako, labda ulimwoa ila ngapi? Kuoa hiyo siwezi nikatangaza hapa sema nilioa hela kadhaa hapa. Hiyo ni mambo ya familia. Kwa nini sasa unasemaje usiibia hata sisi? Hayo ni mambo ya familia. Hayo haendi nje. Na maana mimi hata kama unanioji kuna mambo ya familia ambayo siwezi nikaitia nje. Kabisa. Yote ni kwa unahitaji. Ndio. Kwanza
mke wangu kunipenda ni kwa sababu aliona nina kazi. Yeah. Ina maana ni kwa sababu ya hii pikipiki. Ndio hivyo. Akaona huyu mwanaume na mbinu za kujishughulisha ataweza kunilinda. Ndio hivyo. Unaona? Hiyo ni mojawapo ya sababu nimekwambia nimeoa kupitia pikipiki. Yeah. Yeah. Okay, sasa ikatokea kuna kazi nyingine tofauti na boda. Kazi nyingine kwa mfano kuwa mwalimu. Ikatokea emergency wewe ukafanya kazi kwenye ualimu, utachukuliaje hiyo? Kipindi nilimaliza masomo mwaka 2009. Yeah. Nikapata diplome. Yeah. Nilipata kazi kipindi hicho. Ndio hivyo. Ya kulipwa $200. Yeah. Kwa mwezi. Nilikataa kwa sababu gani? Kipindi hicho ndo kilikuwa kipindi cha hela. Kipindi cha hela. Kwa sababu gani? Kipindi hicho ndo ulikuwa ukifanya, sisi tunaita maempor. Yeah. Ukifanya safari ya siku 2-3 unarudia na $400. Yeah. Unarudia na $200. Sasa unaweza kupata kazi, inategemeana na hiyo kazi na kulipa shilingi ngapi. Sasa na unapiga hesabu hii ambayo ninayo inalipa shilingi ngapi. Okay, sasa kwa muda huu ikaje hiyo kazi uliopataga hapo zamani, ikaje kwa muda huu unaweza ukafanya nini hasa? Kwa muda huyu? Yeah. Ikaja hiyo kazi, naweza nikawewa hiyo kazi kwa sababu kwa sasa kazi ya bodaboda. Yeah. Unaweza ukawewa hiyo kazi kisha pikipiki umpa mtu mwingine. Ndio hivyo kazi. Kama ile swali nilioniuliza mara ya kwanza, yeah. Naweza nikawewa hiyo kazi alafu bodaboda nikampa mtu mwingine, pikipiki nikampa mtu mwingine. Labda tungeeleza tufahamu kinyume na bodaboda, labda kuna kazi gani ambayo unapangia utakujaga kufanya hapo mbele? Mimi ni mtu wa maono ya mbali sana. Yeah. Inategemeana na mitaji sasa. Okay. Kwa mfano leo unipe milioni 20. Yeah. Mbona nitafanya makubwa kwa hesabu zangu mimi. Kwa maisha yangu mimi ninavyojua. Yeah. Nafanya makubwa sana. Labda sasa wapatie vijana hata plani ndogo sasa maisha, labda kusema na hela ndefu. Plani ya maisha kitu cha kwanza ni kujinyima. Yeah. Na uwe na lengo. Unalenga nini? Yeah. Hakuna kitu unaweza kukifikia bila kujinyima. Yeah. Kujinyima ni nini? Kujinyima hii raha ambayo mnaiona sasa hivi. Raha ya vijana. Raha ya vijana. Ujinyime kabisa, ukijinyima hiyo raha ya vijana utakuwa na mafanikio. Ila usipojinyima raha ya vijana, yeah. Mafanikio hayapo. Hayapo kabisa. Hayapo. Ndio plani yote ambayo unawapatia vijana. Yaani wewe mtazamaji wa One Day Yes TV. Yeah. Kama una malengo, kufikia malengo yako, jinyime. Jinyime kabisa. Hiyo ni moja. Cha pili, jipe muda. Usiwahi haraka. Yaani usubiri kwa muda wako. Hao wazee tunaona wanatembelea magari mazuri. Yeah. Walisonta miaka iliyopita huko. Kabisa. Waliishi muda mrefu. Yeah. Waliishi muda mrefu wa kufanya kazi. Yeah. Sasa unamuona anatembelea gari na unataka leo uanze kutembelea gari. Hapana, na wewe jipatie muda, upambane, hiyo gari utaifikia. Ndio hivyo. Usitake kwa mzee amenunua gari leo ana miaka 60. Yeah. Ana miaka 70. Wewe kijana miaka 25 na unataka leo ununue gari, utaenda kubaya. Okay. Hiyo ni ushauri kwa vijana ambao ametupatia boda hapa kwa Goose Camp. Na labda leo tunakwenda kufahamu mengi zaidi kuhusiana na kazi zake, kuhusiana na changamoto anazopitiaga, na ameshatuambia 1, 2, 3 kuhusiana na kazi. Na bado tunaendelea kupiga story na Blaza hapa kuhusiana na kazi zake na changamoto na vitu vingine kadha wa kadha. Sasa Blaza, tungetaka tufahamu vitu vingi. Na tumeshaona wewe ni mtu wa maono ya mbali. Na ulishia tu kusema kuwa wakikupatia milioni 20 unaweza kufanya vitu vingi. Labda tunaweza taka kusikia vitu vingi, utupatie hata kitu kimoja ambacho unaweza ukakifanya hapo mbele. Kwa mfano milioni 20 unaweza ukaigawa kwa vipande vingi. Ila naweza nikataja vimoja. Yeah. Kwa mfano leo ununue shamba. Yeah. Shamba ya milioni 5. Yeah. Baada ya miaka 5 hiyo shamba kama ununua milioni 5, nina uhakika utaiuza milioni 50. Milioni 50. Hiyo ni kweli, ndio biashara hivyo. Yeah. Kuna biashara vikubwa kwa sasa hivi kama biashara vya udongo. Huyu udongo kwa sasa hivi una thamani kubwa. Sana. Kwa mfano utoke hapa uende China. Yeah. Upate passport yako, uende China, kufika China, uje unarangua vyombo vya elektroniki. Vyombo vya moto. Yeah. Kwa mfano simu, yeah. TV, kompyuta, uje unarangua huko. Ukauze hizi nchi zetu za Afrika. Yeah. Utapiga hela. Hela nyingi kabisa. Lakini wa vijana nawapa
nawapa mbinu za bure, inabidi hizo mbinu mzilipie. Hao vijana wanayofuatilia One Day TV, inabidi hizo mbinu mzilipie. Hizo mbinu zinalipiwa hizi, nawapa ushauri. Ushauri inabidi mulipie. Kwa hiyo kazi ni nyingi sana za kufanya kama una hela. Ili mradi ufunguke tu, uwe na maono ya mbali. Kama umepata hela leo, unaona milioni 20, inabidi ununue gari ya milioni 15. Unaweza kutembea na beskeli na pikipiki kama hii ndogo, ukaendeleza biashara. Kesho nao kama umeheshimiwa. Ukapata hela, kwa sababu sauti ya mtu asiyekuwa na hela haifiki mbali. Haisikiki. Sauti ya maskini haisikiki. Ndio hivyo brother. Sisi tumeshukuru kwa ushauri wako leo tupatia na uliopatia vijana wapo katika kampo Nyarugusu. Kumbuke kwamba ulikuwa unaongea na mwanaume wa watoto wengi kwa mke mmoja. Watoto wengi wa mke mmoja. Sasa nimependa jina lako sana. Ila hilo ni fumbo umewaachia watazamaji wa NDS TV. Waachia hawa wajifunze. Kama watajifunzia kwangu ni vyema tu. Ni vizuri. Asanteni sana ndugu wapenzi watazamaji wa NDS TV online, kwa majina yetu DJ Prince. Ulikuwa na blaza hapa mwanzo mwisho wa interview. Kama ni first time kuzungukia kwenye channel yetu, subscribe na comment ili kwanza kupata taarifa zetu muhimu. Bye bye. One Day TV online. Easy.